Karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuzidi kufuatilia kipindi hiki cha TV47 Matukio. Iwapo ndo mwanzo unaungana nasi, tayari tumeingia katika sehemu yetu ya pili ya kipindi hiki, na ambapo kama kawaida kila siku ya Alhamisi tunajikita katika masuala ya elimu. Hii leo mtazamaji, tunaangazia elimu ya juu ambayo sasa iko kwenye njia panda, ikizingatiwa kwamba ni siku 37 tangu wahadhiri walipoingia vyuoni na kuacha wanafunzi wakiwa katika hali ya mshike mshike. Hapa studioni ninao wanafunzi hao ambao nitakuwa nazungumza nao kutoka vyuo mbalimbali humu nchini, tukiangazia athari ya mgomo vyuoni, jinsi ambavyo mgomo huu sasa umewaathiri si kifedha tu, bali pia kiakili na hali kadhalika kusitisha kule kuweza kuhitimu kwao na kujiunga na soko la ajira. Pale nyumbani mtazamaji, una nafasi kuchangia kwenye kipindi kupitia mitandao yetu ya kijamii. Kwenye mtandao wa YouTube tuko live, vile vile unaweza kutupigia simu hapa studioni. Bila shaka mwelekezi wangu Willy ananiahidi kwamba atakuwa anaweka laini hizo wazi, na pia unaweza kututumia ujumbe mfupi kupitia nambari yetu ya WhatsApp. Bila shaka muda ukiruhusu nitakuwa ninapakua maoni yako. Lakini kwa sasa ni watambulishe walio hapa studioni mtazamaji. Kutoka chuo kikuu cha KU Kenyatta University ni Frederick Masaki kwa kunyosha tu mkono. Vile vile tunaye mwanafunzi kutoka JKUAT Victor Franklin. Pia yupo Shivia Nora, mwanafunzi kutoka JKUAT. Yupo Michael Wandera, mwanafunzi wa udaktari pia hapa studioni, wasalimu watazamaji. Brian Omukanga, mwanafunzi kutoka JKUAT vile vile. Paul Inda, mwanafunzi kutoka chuo kikuu cha Multimedia. Yupo Chepkemoi Jesinta, mwanafunzi kutoka JKUAT. Yupo Mwania Mayenze vile vile ambaye anajiunga nasi siku ya leo. Musungu Nakaya, mwanafunzi kutoka chuo kikuu cha Nairobi. Mbeche Franklin, mwanafunzi kutoka chuo kikuu cha Nairobi ambaye anasomea uwakili. Na vile vile yupo Abira Lennox Okanda ambaye ni katibu mkuu wa wanafunzi kutoka JKUAT. Joseph Mwaniki ambaye alikuwa ni gavana katika chuo kikuu cha Nairobi. Michael Soi, mwanafunzi wa uzamili kutoka chuo kikuu cha Nairobi. Kefa Okari vile vile ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Multimedia. Azirwa Elegwa ambaye ni kiongozi wa wanafunzi kutoka katika chuo cha KU, na Arnold Andambi ambaye ni mwanafunzi kutoka KU. Eva Wangu ambaye ni mwanafunzi kutoka KU, na Caroline Mboya, mwanafunzi kutoka KU. Wote wakiwa hapa studioni mtazamaji kuzungumza na kuangazia athari ya mgomo vyuoni, jinsi ambavyo mgomo huu sasa ambao umeingia siku yake ya 37 unawaathiri. Watakuwa wakisema wenyewe, vile vile watakuwa wakitoa mapendekezo yao kwa serikali ili kuhakikisha kwamba swala hili la mgomo wa mara kwa mara umesitishwa. Karibuni sana studioni. Mko tayari? Haya, sasa tuangazie mgomo wa wahadhiri na ambao sasa umeingia siku yake ya 37 na jinsi ambavyo unawaathiri nyinyi kama wanafunzi. Nikianza na mwanafunzi kutoka KU Frederick Masaki, zungumza nasi, tueleze hali iko vipi pale shuleni. Wewe ni mwanafunzi wa mwaka gani? Labda matarajio yako yalikuwa ni yepi? Lakini sasa jinsi ambavyo hali ipo hapa nchini, labda ni kipi ambacho unaona hakita kwenda kulingana na mipango yako? Asante sana. Kwa majina ni Frederick Masaki, mwanafunzi kutoka chuo kikuu cha Kenyatta. Tulikuwa na matarajio mengi muhula huu. Mwanafunzi wa mwaka gani? Mwanafunzi wa mwaka wa 3. So allow me to speak in English. I will not. Kiswahili. Kiswahili kitukuzwe. Asante. Mimi ni mwanafunzi wa mwaka wa 3. Na tulikuwa na matarajio mengi mwaka huu. Naam. Ambapo tuliporudi shuleni tulikuwa tunatarajia kwamba tunaweza pia endelea na masomo yetu. Tulipofika pale tulipata kuwa waadhiri wetu wana shida ya malipo kwa serikali. So sisi tumekuwa tukingangana. Tulisoma kwa wiki moja. Kwa taarifa ni kuwa tulisoma kwa wiki moja alafu mgomo ukaingia. So tumengangana sana. Tumejaribu, sisi ni wanafunzi na tunaumia sana. Naam.
So tumekuwa tukitarajia kwamba mgomo utaisha hivi karibuni, lakini unaendelea. Kwa hivyo nyumbani ni wapi? Ningetaka kujua iwapo uko shuleni au tayari umeelekea nyumbani. Wengi wetu tumeenda nyumbani. Mimi nami nimekuwa shuleni kwa sababu mimi ni mwakilishi wa wanafunzi. So nimekuwa pale shuleni na wanafunzi wengi wameenda nyumbani. Na nyumbani si Nairobi. Pia sisi tulikuja Nairobi kusoma. So tumekaa shule na wanafunzi wengine washarudi nyumbani, lakini sisi tuko pale tunasukuma. Mkijaribu kuona iwapo mgomo utaisha. Tunajaribu kuona kama mgomo utaisha, lakini mgomo hauishi. Naam, asante sana kwa hilo. Labda tusikie kutoka kwa binti kutoka JKUAT Nora. Iwapo unaweza kutueleza shuleni hali iko vipi, wewe ni mwanafunzi wa mwaka gani, nyumbani ni wapi, iwapo bado uko shuleni au uko nyumbani, na kama uko shuleni hali iko vipi kifedha? Maanake najua kuna rent ambayo unahitaji kila mwezi, kuna pesa za chakula ambazo unahitaji kila mwezi, na vile vile kuna vile ulikuwa umejipanga lakini sasa ni kama umepanguliwa. Naam, asante sana kwa kunipa nafasi ya kuongea. Kwa majina ni Jemima Nora Shivia, niko mwaka wa 3, nafanya kosi ya udaktari, that is medicine and surgery kwa lugha ya Kiingereza. Kuanzia wakati mgomo wa walimu wa vyuo vikuu ilipoanza, watu wengi sana walienda nyumbani kwa sababu ya hiyo sababu ambayo umesema ya kifedha. Unapata wanafunzi wengi, actually wanafunzi wote wanahitaji kujikimu wakiwa shuleni, lakini sasa hawafunzwi. So wanaona ni vizuri urudi nyumbani, hata wazazi wanaona ni vizuri urudi nyumbani uketi huko kwa sababu inahitaji upewe chakula, upewe vyakula, nguo na kila kitu, na hakuna kitu unafanya shule. Na pia inaumiza wazazi kwa kiasi fulani kwa sababu mzazi anaweka mwanawe shule lakini hakuna kitu ambacho anafanya huko. So hali si hali shuleni kwa sababu ni kama tunaongezea wazazi mzigo kwa sababu wanaendelea kutoa pesa lakini hawapati matarajio kwamba watoto watasoma. Naam. Asante sana Shivia Nora, ni mwanafunzi kutoka chuo kikuu cha JKUAT. Mtazamaji, tunazidi kuangazia athari ya mgomo vyuoni. Wapo wanafunzi hapa studioni kutoka vyuo mbalimbali wakizungumza nasi kuhusiana na mgomo ambao sasa umeingia siku yake ya 37. Lakini kabla sijazidi kuwahusisha, tuelekee huko Laikipia ambako mwandishi wetu wa habari Laban Muhinda pia anazungumza na wanafunzi kuhusiana na swala hili zima. Muhinda? Naam, Kilemi, shukran sana. Na ikiwa imepita zaidi ya mwezi mmoja baada ya wahadhiri kuanzisha mgomo ya vyuo vikuu vya umma kote nchini, hapa ninao tu baadhi ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Laikipia ambao vile ningependa kuhusisha katika mjadala wa siku leo, tusikie wao kama wanafunzi wameathirika vipi na mgomo unaoendelea. Karibu tu ndani ya TV47. Ukianza kwa majina, tueleze wewe kama mwanafunzi wa chuo kikuu umeathirika vipi na mgomo huu wa wahadhiri? My name is Felicitas Teserem. As the Director Academics Laikipia University, tumeudhika sana kuona kuwa huu mgomo unaendelea kila siku. There is no decision, final decision made by the government and the lecturers that they are being paid. And sisi kama wanafunzi tunaathirika sana kimasomo kuwa our studies imechelewa, and pia timetable itakuwa affected juu masomo itapostpondiwa, maybe let's say next year, or those of us who are supposed to finish maybe this year or next year, we are being affected. Yeah. Na je, kuna hili swala la changamoto ya kifedha, wewe kama mwanafunzi unatumia mbinu gani ili kuweza kukabiliana na changamoto ya kifedha hususan wakati huu ambapo migomo inaendelea? Kwa kifedha, wanafunzi wengi tunategemea wazazi, pesa kidogo kutoka wazazi and maybe help money. Na saizi juu masomo iendelee pia matumizi inakuwa mingi. Like kama saizi wanafunzi wengi wanainama, wengi wamefosiwa kwenda nyumbani juu maybe wanakosa chakula, wanakosa fedha ya kutumia, and most of the students wengine pia unapata wameanza kutafuta ajira, maybe some kazi kidogo ndio wapate pesa. Yeah. Na wewe binafsi unatumia mbinu gani kujikimu wakati?
Sai tunatafuta vibarua kidogo kidogo, labda kama kusuka wanafunzi, kazi kidogo tu ndio tujimaintain kubaki shule. Asante. Na wewe bwana, tukianza kwa majina, unahisi migomo ya mara kwa mara inaathiri vipi wanafunzi wakati wanapoenda kutafuta ajira? Okay, thank you so much. My name is John Nyamai, former student leader Laikipia University and also awaiting graduation this December. So vile umesikia, strike imeingia mwezi wa pili sasa, na when it comes to the job market, employers, we know that employers plan their recruitment and internship based on the academic calendars from the university that we have in our country. So wakati yule employers watakuwa wanaona strike inaendelea, hawatakuwa na ile motivation pia ya kuweza kuajiri watu. Pia number 2, unapata that students wenye wanangoja graduation ama wenye watakuwa na late graduation watakuwa na wakati mgumu wa kutafuta kazi, na pia recruitment haitakuwa sawa. Na pia unapata students from private universities wanapata kazi because hawana competitors wengine from the public universities. So I urge the government to honor the collective bargaining agreement, lecturers waweze kulipwa na waweze kurudi class. Yeah. Kwa maoni yako, unahisi kuwa migomo ya mara kwa mara kwa kiwango fulani inaathiri afya ya kiakili ya wanafunzi? Ndiyo. Afya ya kiakili inaathirika sana wakati wanafunzi hawana kitu cha kufanya. So far the students wenye wamekuwa affected, wengine wameshaenda nyumbani kuweza kuwasaidia wazazi kufanya kazi nyumbani kwa sababu hakuna masomo yanavyoendelea. Kwa hivyo hii itaweza kupoteza motivation ya masomo kwa wanafunzi, na through that mtu ataweza kupatwa na depression, akuwe stressed, na from there anaweza hata decide kufanya kitu inaitwa dropout. Anaacha masomo na hataweza kusaidika baadaye. Naam. Asante sana Bwana Nyamai. Ukikaribia tu hapa, tunaona Bwana Nyamai amesema kuwa migomo ya mara kwa mara inaathiri afya ya kiakili ya wanafunzi, wengine inapoteza motivation ya kuendelea na masomo. Bi Felicitas naye amesema kuwa wanafunzi wengi wanainama msimu huu wa migomo. Wewe kama mwanafunzi unahisi migomo hii suluhu ni gani? Thank you very much. My name is Titus Omari. I'm the Secretary General Laikipia University. First, let me just start by stating that over the past 3 years, this government has placed our education sector the last option, and this strike is evident. So, therefore, my call to the government is that they must immediately prioritize the education sector by honoring and fully implementing all the outstanding CPS, which have the grievances of these lecturers, and therefore they'll avoid all this, and students will go back to the classes. Number 2, it is for the government to convene a meeting, a goodwill meeting with the stakeholders to find a sustainable and a mutually acceptable solution to avoid all this stress and even some court orders. And I'm also urging my students, if this strike persists, to go beyond next week, tukutane January. Yeah. Unahisi kuwa suluhu itaweza kupatikana? Tunaona kuwa wiki chache zilizopita serikali ilikuwa imetoa kiwango fulani cha fedha, lakini vyama vya wahadhiri ikakataa, ikasema kuwa lazima iwe implemented fully. Unahisi kuwa wahadhiri ni wakati wa sasa, imefika wakati ambapo lazima pia walegeze msimamo wao? Wahadhiri wakilegeza msimamo wao, this would be just a wastage of time. Let the government pay them, and I believe the government is going to pay them. I can tell you, no amount of negotiation can solve this unless the government pays. That is very simple. Nobody doesn't have to kill somebody for the government to pay the lecturers. Let the government pay the lecturers, and this thing is over. It's black and white, even in the streets. Yeah. Asante. Na Kilemi, kama vile ambavyo umesikia, hayo tu ni maoni ya baadhi ya viongozi, vile vile wanafunzi wa chuo kikuu cha Laikipia, wakisema kuwa migomo ya mara kwa mara inaathiri wanafunzi kwa njia mbaya. Hivyo wanaomba serikali na miungano ya wahadhiri kuweza kuhakikisha kuwa wameweza kupata suluhu ya kudumu ya migomo hii ya mara kwa mara. Kutoka kwangu mie Laban Muhinda, nikiwa hapa mjini Nyahururu, huku ni kaunti ya Laikipia, sina la kuongezea, kuregesha usukani kwako Kilemi.
Asante sana Laban Muhinda, bila shaka kwa kuzungumza na wanafunzi kutoka katika eneo hilo la Laikipia. Mtazamaji, maoni tofauti kutoka kwa wanafunzi, wengi wakiwa na ombi moja tu kwamba waalimu au wahadhiri pamoja na serikali watapata kuelewana ili wapate kurejea shuleni. Mtazamaji, hapa studioni bado ninao wanafunzi wengi wakiwa ni wanafunzi wa mwaka wa 4, wengine wa mwaka wa 3, na bila shaka tukizidi kuzungumza nao kuhusiana na athari ya mgomo wa wahadhiri au athari ya mgomo vyuoni. Sasa tupate kusikia kutoka kwa mwanafunzi mwingine ambaye pia atakuwa akitueleza hali iko vipi pale shuleni, ikizingatiwa kwamba ni mgomo ambao sasa umeingia siku yake ya 37. Kule nyuma backbenchers, wacha nisikie kutoka kwa mmoja. Elegwa, mwanafunzi kutoka KU, wewe kama kiongozi, tueleze labda ni juhudi zipi ambazo mmetia kama viongozi kuhakikisha kwamba mgomo huu unakamilika, kwa sababu unajua mnapozungumza labda kidogo sauti yenu inasikika, na iwapo haisikiki pia tueleze ni hatua zipi ambazo mmepiga. Shukran sana. Tunakusikia. Shukran sana. Kwa majina ni Samuel Elegwa Zivirwa, mwanafunzi wa kidato cha 4 katika chuo kikuu cha Kenyatta University. Mwaka wa 4. Na mwaka wa 4. Mgomo huu umeleta sintofahamu mingi sana kwa wanafunzi ambao wako shuleni, kwa sana wale wa kidato cha kwanza. Ukiangalia kuna wazazi wengi wamejifinya sana wanafunzi wao waje shuleni, na kwa hakika ukiangalia ile gharama ya karo ambao wanalipa sio kama ile yetu ya kwa sasa. Na so kuna challenge mingi sana wanafunzi wanapitia. Kwa mfano wazazi, mzazi ameweza kutoa hii pesa fulani, anajua mwanafunzi wangu anafaa kutumia hii pesa, kwa mfano hii muhula. So unapata mzazi anaanza kutafuta pesa ingine. Kwa sababu gani? Huyu mwanafunzi mzazi ameweza kutoa pesa ya muhula fulani. Lakini kwa hivyo Elegwa, unaposema kwamba wanafunzi wa mwaka wa kwanza wanalipa fedha zaidi, ina maana kwamba kuna fee increment ikilinganishwa na nyinyi ambao mko katika mwaka wa 4. Naam. Kwa kiwango gani au asilimia gani? Ni asilimia kubwa sana. Juu ukiangalia kuna wengi sana wameweza kutofika chuo kikuu, waweze kukuja kuendelesha their dreams. Unapata mzazi ameweza kuuza ng'ombe, ameuza ng'ombe alete mtoto wake shuleni, lakini kwa wakati huu unapata hiyo pesa imeenda bure juu mwanafunzi amekaa shuleni afanye chochote. Unapata inampa mzazi jukumu kubwa sana. Naam. Alafu sasa pale shuleni kama viongozi tumekuwa na mkutano, tumeweza kuita komiti ya viongozi na tuweze kupata suluhu. Kama ukiangalia pale Kenyatta University kuna viongozi ambao tumeweza kuja pamoja, tumeandika barua tukatuma shuleni ili tuweze kupata at least angalau suluhisho kwa hili jambo juu wanafunzi wengi wanaumia. Naam. Asante. Ningependa kusikia kando yako pia, labda tueleze chuoni hali iko vipi, na wewe binafsi umeathirika vipi na mgomo huu? Shukran sana kwa fursa hii. Kiswahili kitukuzwe, lakini kwangu mimi itatukuzwa siku nyingine. Utaniruhusu nizungumze Kimombo tafadhali. Yeah, bearing in mind, I think the country we are living in, Kenya is fond of games. Kenya loves gimmicks. Kenya loves just enhancing problems. I think, according to me, issues correlating with education should be the first priority when it comes to governmental issues. So I don't get it some point whereby we can be busy at home for more than, I think, 1.5 months when people are busy looking. You understand? So there is a lot of effects in this strike as I'm concerned. Students are more free, by the way. I hope you know also as students, we always plan for life, by the way. We plan for each and everything we do. So it is like, the reason why I say it is like a game. How can you release funding money, especially help for students, after that you don't pay their teachers? So it's like they wanted to give us more debts in a way whereby the debt that
we have not even accounted for it. We have money, but that money is not funding us the right way. That money for help, why did that money for help, how can you give out the money for help and you forget paying the lecturers? So they wanted us just to end up drunkards. They wanted us to end up relaxing there with that money, and they forget the main thing. So Kenya has a lot of games. Kenya has a lot of empty stories. So we need to give academics first priorities. They need to do, by the way, follow-up. They need to check school, what is happening at that point. Okay. Yeah. Asante. Naona mkono umenyoshwa pale. Kumbuka kwanza kwa jina lako, tueleze wewe ni mwanafunzi wa mwaka gani pia? Okay, asante sana kwa kunipa fursa hii ili niweze kuzungumka kuhusu athari ya mgomo vyuoni. Naam. Kwa kuanzia niweze kusema ya kwamba our government is prioritizing on things that are not useful to the country. In that, masomo imewekwa kuwa ya mwisho kwa vitu vyote ambavyo vinafanyika. You have never seen a case whereby an MCA or a governor or any member of parliament is lacking fuel or accommodation somewhere. But pesa inafika inakosa ya kulipa waadhiri. So, tungeomba serikali ya kwamba when they are doing their budgets, let them do it in a way that they prioritize key things first. Because tukisema saa hii tulipewa help, tumetumia tukamaliza, tumelipa school fees. Sasa tuko shuleni lakini hakuna masomo. Wangesema kama watasikizana na ma lecturers kwa wakati utakao kuja, if it will take long, wafungulie wanafunzi waende nyumbani. Wakishasikizana turudi. Because kwa mtu mwenye anaishi shule, it is still counting that you are in school. So if they extend this academic year, utalipa tena kwa hizo siku zenye umekuwa shule na zenye utaenda kukaa huko. Okay. Sawa, kando yako kumbuka kwanza kwa jina lako na pia taja shule. Naam, shukran sana. Kwa majina kamili naitwa Baraka Wilson Ochieng, mwanafunzi katika chuo kikuu cha JKUAT. Pia mimi nasomea wanahabari. Mimi swala langu naomba kutumia lugha ya Kimombo tafadhali. I just want to say, or maybe I'm wondering why you guys are asking us for like a solution to whatever is going on with UASU and the government. Trust me, we can ask a simple question to my peer and my fellow students here. Because the first CBA, the collective bargaining agreement, starts 2017 to 2021. I can swear that nobody here was 18 in 2017, trust me. So I think the government is playing games just like my brother here said, because 2017 I was in standard 8, trust me. When all these conflicts started, you were young. 2022 is when you start for our KCSE. We also, when the current regime was elected and they came in government, we were just fresh from high school. And not a larger percentage of us even voted these guys in. So all I'd say is, let's stop the games, just like my brother said, because again, right now I feel under pressure. Why? Because what if my landlord or my caretaker sees me on TV? I lied to him that I'm in Kisumu. I've been sleeping in the door closed from the outside, trust me, because the help loan that you are given is now depleted with the academic motivation to go to... This was supposed to be an academic semester for me. Yeah. I remember you asked, we the fourth years, what are our plans? In my life map, I had planned to go and do something with my journalistic career, or maybe start there using the World Cup coming next year. We had started saving with my friends who we have a football podcast with. We've now eaten the savings. We've now lost hope of covering the World Cup in 2026 because I'd have graduated by then, but according to how things are moving, I don't know when I'll graduate as a fourth year. So Ulitarajia kuhitimu lini? When did you expect to graduate? Mwaka ujao mwezi wa Juni. So I think these guys, they just know what they are doing. Okay. We can't offer a solution. Even if you had a million solutions in my friends here, I'd really recommend, let us not offer solutions. We'll offer those solutions once we also become ministers, when we become presidents. But at the moment, we can't offer solutions to people who are thrice our ages. The CS, the Wesonga and the likes, they'd easily be my dad, you know, mathematically speaking.
they'd easily be my dad, unless for the fact that my mom was sexual at some point. So these people, let them be serious, man. Haya, pitisha kinasa sauti mbele tupate kusikia maoni ya wanafunzi wengine kutoka katika vyuo vingine. Kumbuka kwanza kwa jina lako, alafu tuelezee mgomo huu wa wahadhiri umekuathiri vipi binafsi kama mwanafunzi wa chuoni. Asante sana. Jina langu ni Mwani Manyenze. A student leader, University of Nairobi, Faculty of Law, wanasheria. Ningependa kwanza na kusema kwamba sisi kama wanafunzi wa vyuo vikuu hatuna matarajio yoyote na serikali hii. Maana mtu unakuwa na matarajio when someone has proven that they can deliver. Yeah. That's when you have expectations. But when someone hasn't proven and time again wanakuonyesha kwamba they do not value you, the government started by introducing the new funding model. Kulikuwa na migomo nchi mzima, wanafunzi walikataa, lakini bado walienda wakalazimisha new funding model, wakaingiza new funding model. Serikali ambayo tuko nayo sasa hivi, the collective bargaining agreement from 2017 to 2021 ended. A new one from 2025 to 2029 has not been implemented. Wafanyikazi wa serikali ambao wako katika serikali sasa hivi wanajivunia na kujiona magwiji wa empowerment. 7.9 billion sio pesa mingi. Kwa nini kila kuchao tunaona wako Laikipia, wako county mingi wakifanya empowerment programs? Kwa nini wasiitane hivyo ambavyo wanaitana hiyo kikundi yao, waende wakae chini, huyu aseme ametoa 100 million, huyu aseme ametoa 200 million, because every waking day that is what they're usually doing. Lastly, we saw that the Cabinet Secretary for Interior, Murkomen, had said that they will start cracking down on university students who have spent a long time in universities. Right now, there is an ongoing strike, which we do not know when it will end. Of course, students will have no choice but to stay in school. We do not know when we will graduate. We do not have money in our pockets. We do not have food to eat. We do not have any sort of education or activities going on in the school. So students are seated in school, they are not learning, yet the government is saying that they will come crack down on students who are continuing to stay in universities. So paka unakaa chini unajiuliza, jameni, ni makosa kuzaliwa Kenya ama ni nini ambacho kinaendelea? Because it's very baffling. Wakati ambapo serikali inasimama inafanya empowerment program ya kupea wamama pesa, wamama wanagawana shilingi 1,000 watu 20, lakini hiyo 1,000 hawezi leta university students wagawane. Asante sana. Asante sana kwa mchango wako kwenye kipindi. Mtazamaji, tunazidi pia kupata maoni kupitia njia yetu ya mtandao wa WhatsApp. Hapa yupo mmoja anasema ni Vivian Charles kutoka Chuo Kikuu cha Kenyatta. Kuhusiana na mada ya leo, sisi kama wanafunzi tunateseka sana na pia tunawapatia wazazi mzigo wa kutuweka shuleni, hasa wakati ambapo kalenda ya elimu imeathirika. Let the government intervene on the strike. We are really struggling. Ndio maoni yake Vivian Charles kutoka Chuo Kikuu cha Kenyatta. Haya, tuzidi kupata maoni pia hapa studioni. Asante sana. Kwa majina ni Kefo Kari, katibu mkuu Multimedia University. I'm pursuing a bachelor's degree in Mathematics and Computer Science, Statistics option. Sisi kama wanafunzi wa chuo kikuu tunaathirika kwa sana kulingana na mgomo huu ukiendelea, because we as students personally, some of us you find you're funding yourself. The money that your parent is giving is not even adequate to cater for more expenses. Now the government today has made lecturers strike. How are we going to survive as students? Kwa sababu mara mingi ukiangalia kuna wanafunzi wengi wametoka nyumbani kule, we say they came Nairobi by bus. Now wako huku wamefika, alafu mgomo ndio huu. Utapata wanakaa pale hostel. Mzazi alikuwa amejipanga, normally a semester runs for 4 months. Amejipanga kwa miezi 4. Sasa hivi mzazi analazimika kujipanga zaidi kwa kuwa we don't know when the lecturers are going to resume. And if they are going to resume, meaning the semesters are going to be pushed forward. Now we as students, as students and even fitting in the shoes of our parents, we are crying because our parents, maybe mzazi alikuwa amejipanga alipe rent ya miezi 4, analazimika kuongeza miezi ingine. What we now calling for, we as students and student leaders, in that the government has the capability. You saw our president the other time in Ithoke Stadium. He promised 9 billion. Why don't he implement that 9 billion on education sector? We start from there. Now that's what we are calling for. Just give the lecturers their money
we support them, let them be paid first of all. Wakishalipwa warudi darasani, sisi wenyewe tusome, kwa sababu the only basic thing that can save a child is education. Kuna wazazi wengi, they have high hopes in their children. Mtu anasomesha mwanafunzi mtoto wake ili akuje kumsaidia in the future. Now today the government is disrupting the education sector. How are we going to survive? Tumeona serikali ikiprioritize TVET sana. We are asking, we as university students, why do so yet we are here? Kumaanisha hii Kenya inaendelea ni kitu serikali imepanga. They have a number of programs for TVET institution, but for university intellects, what are they planning? Now that's why we are calling for the government to pay the lecturer immediately. After paying the lecturer, let us resume our education, or else we as students and student leaders, we are going to be forced to go to the road. Na haitakuwa jambo rahisi tukienda kwa barabara. Naam. Shukran sana. Aha. Comrades power. Comrades area. Comrades wisdom. No matter how big your head is, you can never leave it at home. So, kwa majina naitwa Joseph Mwaniki. Aliyekuwa gavana chuo kikuu cha Nairobi, Chiromo campus, and incoming master student at the University of Nairobi. Na niko hapa kwa sababu mgomo umeni affect pia. Yeah, to start, I'll try to give a solution. I think the solution right now is for the school to close or universities to close, students to go home and wait for the government to pay the lecturers. Because right now, at the University of Nairobi... Naona unataka kupiga makofi, siogope. Piga makofi. Yeah. So, nitajaribu Kiswahili. Sahi, kiangalia UN. Wanafunzi for the last 2 months, wenye wamecommit suicide na wenye wamepatikana wamekufa, wameuliwa. Like yesterday, there was a girl at Kikuyu campus mwenye alipatikana ameuliwa. She's from Parkland. So unaona anatoka Parkland, anaenda Kikuyu kwa sababu asomi. Anaenda kuvisit boyfriend. Boyfriend akona mashida anamuua. So like you can see, it has brought mental health issues. Yeah. So unapata, students are just idle. They are not studying. So an idle mind, it's the devil's workshop. Yeah, so unapata vitu mingi zina happen. So my solution was, let students go home and the government pay the lecturers. Tumeona juzi, Chan, walikuwa napewa pesa ngapi? One player, anapewa 1 million. Hizi pesa zilikuwa zinatoka wapi? Lakini sahi, Nelson Mandela said, education is the most powerful weapon that you can give to a child. And right now, what is the government doing right now? Inatutuma nyumbani. I'm supposed to start my master's program. Ili nikienda kuvaa MP pale Kadhiani, upate at least I have a portfolio. But right now, niko tu pale nyumbani, nikulima tu, akili yangu itarudi nyuma. So, let the government pay the lecturers. I think that is, hiyo ndio, even if students go to the streets, wataenda, watapigwa na polisi, but the government will not pay. So tufunge shule, tuende nyumbani. Umesema ulishahitimu. Yeah, mimi nimegraduate September. From the University of Nairobi. Yeah, from the University of Nairobi. Kabla ya kuhitimu, within the 4 years, I am hoping will take 4 years, Yeah. Kulikuwa na migomo mara ngapi? Yeah, I was a student leader 2023, 2024. And sisi tulipatwa na huu mgomo wa, sio mgomo, like the strike of the new funding model. Ndio ilitupata. Then there was a little strike about, I think it's for a week. But that time, the government now gave a promise, yenye sasa ndio sahi the UASU and KUSU, ndio wanafaitia right now. That CBA, ndio wali agree, nitaiwekaje, ndio sasa waliwapea ile promise during our time. But sasa wakakosa kutimiza. Ndio maana unaona sahi, the strike has been so long. Okay. Yeah, during our time they were given the promise and they went back to class. So right now they are following their promise. No. Of which na suggest walipwe sababu waliahidiwa. And there is haki yao pia. Yeah, ni haki yao. And there is no negotiations. So yeah. Haya, asante sana Joseph. Tupate maoni mengine nam.
Kumbuka kwanza kwa jina. Yes, a very good morning. My name is Michael Kipyegon Soi, a master's student at the University of Nairobi. Na umeanza na kuuliza wanafunzi, viongozi wa wanafunzi wanafanya nini. I would like to categorically say that it breaks my heart when an SG comes here to wail and cry like a normal student, kwa sababu when the semesters were beginning, they knew, the lecturers had already rang the bells of there's a strike that is coming up in the coming months. Na hakuna kitu ambayo wamefanya mpaka kwa sasa. The insincerity of the lecturers also. As we are talking now, there is a University of Nairobi Research and Innovation Week that is going on. These are the same lecturers wenye wanakataa kuja class, lakini mambo yao wanazidi kuyashughulikia pale nje na wanafanya katika the universities. The person who was gracing the event, the opening of University of Nairobi Research and Innovation Week, is the PS of Higher Education, Dr. Beatrice Nyangala. Unakuja aje katika chuo kikuu ku inaugurate a research week and innovation week, yet the students are not learning. Come Friday, the second first lady, that is the wife to the deputy president, will be there also. So is the government serious about solving these issues? We've also talked about the career progression of the students. It's a high time that we make the sacrifice by ourselves as the students. There's nothing that has been happening in the universities for the last 37 days. Why can the dons in the universities say, wacha shule zifungwe kwa muda fulani, ndio kukiwa na makubaliano turudi? But they can't do that because they are still using the amenities of the university, that is their offices, the school Wi-Fi, the internet, the parking lots in the university for their own comfort. So is the university meant just for the dons and leaving aside the students in its entirety? The other thing is, what is the priorities of the government? If the CBA, now they are waiting for the government to, no, for the courts to make a ruling on 29th of November, why can they close the universities? That is what I've been asking myself. And as a master's student, and also having graduated before, during our time, when I was in the undergraduate program, there was also a strike that lasted for around 54 days in 2017 that led to these negotiations of this agreement. But as the student fraternity and the student leadership, we were involved in agitating for the government to ensure that they have these talks with the government. So this is a clarion call to the student leadership. Apart from just coming and joining us as the students to make these useful noise and make the clarion calls, tukienda street kuensure tumesimama na lecturers, si shule zitafungwa, tuende nyumbani tujue hakuna masomo, na kama hakuna masomo tupumzike, we find other things to do. But this lag, they don't see the importance of us being around in the universities. And the way Mwaniki has said, it has led to students committing suicide, and it breaks my heart. Kwa sababu gani? Mwanafunzi hana chakula, hana pesa ya matumizi, mapenzi nayo iko na mashida zake. Ndio maana unapata wanafunzi wanazidi kuwana. Lakini kama huyo mwanafunzi angekuwa na mzazi wake pale nyumbani, je, hatungekuwa tumepoteza maisha ya huyo mwanafunzi. Shukrani. Asante sana kwa hilo. Tunazidi kuangazia athari ya mgomo vyuoni. Mtazamaji, hapa studioni wapo wanafunzi kutoka vyuo mbalimbali humu nchini, na pia kwa njia ya mtandao naona jumbe zenu zinazidi kuingia. Anasema, my name is Obadia Kipleting from Kenyatta University. I am a first year student. Anasema, as freshers we are so disappointed because this strike has mbona mnacheka, has tempted us. Personally, I went in and extended opening us, I think anamaanisha attempted opening a small business with all help money that I had, and it has now collapsed. So if there is no hope, kindly the government just declare all students to go back home until you sort out this issue. Ndo mjadala wetu hii leo mtazamaji, tukizidi kuzungumza na wanafunzi ambao wanaathirika kutokana na mgomo huu wa wahadhiri ambao sasa umeingia siku yake ya 37. Wengi wakipendekeza labda ingekuwa bora zaidi iwapo vyuo vingefungwa hadi wakati ambapo wahadhiri na serikali watapata kukubaliana. Nani ana kinasa sauti? Naam, kwa majina naitwa Abira Lennox Okanda, katibu mkuu wa chuo kikuu cha Jomo Kenyatta. Kwanza ningependa kwa kumribatil mwenzangu Soi. Kama katibu mkuu,
tarehe 9, 9th of October 2025. I was on TV and people really came against me when I talked and told the government that our students are suffering, and I lodged the complaints. Today, as we speak, we have a number of our student leaders who have gone to the Ministry of Education. Lennox, angalia kamera. Naam. We have a number of our students who have gone to the Ministry of Education kupeleka our complaints physically. Sahi tunapoongea, we have a number of our student leaders there. So our student leaders are actually working, trying to make sure that things are at par. Sisi tunapokuwa pale shuleni, tunahakikisha tuko na at least activities za ku-engage students wetu, ndiposa wasiende partake in activities that are endangering. Some of them do drugs. Wengine ni first years wamesoma tu wiki moja, na after that wameanza kanyumbani. Some of our students have been forced to go back home, but others wenye wanatoka mbali kama Turkana na wajiwezi. Imagine leo tuambie warudi nyumbani, kisha kesho government iseme warudi shule. Imagine your transport cost bado. Sisi kama wanafunzi tunajaribu tunavyoweza, na tulishaambia government on 9th of October. Tulisema strike itakapozidi, we will call for an immediate increase of our help money, because a lot of us have used our money. As we have had some of our students wametumia pesa zao hadi sasa hata hawana rent, inabidi wamefunga milango kutoka nje. Tutaitisha tutakaporudi shule, tutaitisha kwamba tuongezwe help money na itakuwa subsidies tutakapokuwa tunalipa hiyo loan. Government pia inachukulia swala la masomo kama swala la kisiasa. Hawataki kuizingatia na kuipatia the importance that it deserves. We are going to fight this government if there is need for that. We demand that education in this country be given its vital importance the way it was given during the Kibaki regime. This government is making students to become political, something that was never there before. As in, a lot of factors are really being, a lot of factors that we have considered, the government is not serious. The CBA, the 2017 to 2021 CBA is being discussed up to date. We are in 2025. They have not yet finished up with the 2022-2025 CBA. And there is another CBA that is being discussed, the 2025-2029 CBA. I am in support of the lecturers to be on strike until these CBAs are honored, because you cannot keep on giving people promises and then ikifika time ya kulipa mnajiondoa. Naam, asante sana Abira Lennox kwa maoni yako, ni mwanafunzi kutoka JKUAT. Haya, tunazidi kuangazia athari ya mgomo wa walimu vyuoni. Mtazamaji, ni kukumbushe kwamba nambari ya kupiga simu iko kwenye kiwambo chako, vile vile nambari ya kututumia ujumbe mfupi iko kwenye kiwambo chako. Lakini kwa sasa tuelekee Nakuru, tuungane naye mwandishi wetu wa habari Mike Chalo. Mike, habari za sasa hapa studioni? Tunaangazia athari ya mgomo vyuoni, tukiwa nao wanafunzi kutoka vyuo mbalimbali. Sijui hapo Nakuru unazungumza na akina nani? Asante sana Andrin, kwema upande huu hakuna neno. Na nikuwa ni takriban zaidi ya mwezi mmoja na majuma mawili tangu walimu na wafanyikazi wa vyuo walipoamua kuweka zana zao za kazi chini, na wakaamua wabanduki wang'atuki na wafanyi lolote. Lakini kumbuka, kama kawaida, wapiganapo fahali wawili nyasi ndo ambazo zinaumia, na kwa muktadha huu wanafunzi ndio nyasi tunazozizungumzia. Na katika jiji hili basi nimeweza kuungana na wanafunzi sawa na viongozi wa wanafunzi wa vyuo mbalimbali, na watakuwa wananipatia tathmini yao na waweze kuniambia historia yao imekuwa gani tangu waadhiri na wafanyikazi wa vyuo waweze kuanza mgomo wao. Ukianza na jina lako, pengine umeathirika kivipi wewe mwenyewe kama mwanafunzi wa chuo? Thank you very much. My name is Frank Pesa. I'm a senior comrade from Egerton University, serving as the Director Academics, and in the Students Governing Council of Nakuru, I'm serving as the Secretary General. First, let me start by acknowledging the rightful grievances that are being fought by our lecturers. What they have worked for, indeed, they deserve to be paid. But in this stalemate between the OASU and the government of Kenya, it is us, the students, who are suffering. Let me tell you something. I'm in fourth year and I'm supposed to graduate next year. So I wonder if by this time the strike has already hit the 6th week. So how are we going to survive? In this, the students are drawn into confusion. We don't know what to do.
I've seen so many memos. I saw KU releasing one. Yesterday, Egerton released the other one. So students are going home. They are always in a journey, in a transit. And if you can remember, HELB was released on around late August. So let me tell you, if this upkeep they have been using, there is no academic progress. Students, the parents at home have been selling livestock, they have been selling land, they are using this to foot for the rent. That is almost ranging between 5,000 to 15,000. How are these students going to survive, Mr. President? And so we are asking the President and the entire government, please, education is not a token. It is not a favor you are doing to us. Education is a it is a national obligation. It is a constitutional right that it must be given to students. We said last week that if we are not going to solve this stalemate, we are sending actually students, please go home. Please go home. Don't spend here unnecessary time. Students are idling in the hostels. The only thing they are now doing is to spend their time watching movies. Some even indulging in serious insecurity matters like drugs and substance abuses because they are so much idle. So we are telling the government, lastly, please, if you don't resolve this strike before November, let us give you this unlimited time before November. We are going to call on the comrades. We will join our lecturers and we will demand for this rightful thing. Lastly, to us, through your Secretary General, Constantine Wesonga, please don't retract. We want to solve this problem once and for all. Thank you so much. Asante sana. Amezungumza kuwa endapo basi waadhiri wataweza kulipwa, wanafunzi mtakuwa mnaungana na waadhiri katika mgomo. Unadhani hilo litasuluhisha shida ambayo iliyopo? Thank you so much. My name is Francis Kafue, serving in the current Student Governing Council Cabinet as the Vice Chairperson of the Student Governing Council in this county. For your information is that the teachers are on strike. The lecturers and the students are in the state that they are not learning. And as my fellow comrade have said, that if the government will not be in words with WASU, we are going to join the lecturers in the strike to make sure that this government come on to toes. We are the people of Kenya elected this government to serve us as the students, to serve the lecturers, and to serve our parents. So we have the right to make sure that this government is in check, to make sure that the students are getting the education and making sure that the lecturers are being paid. So if things don't go well, we, the students and the comrades of this county and this country, we are going to tell our comrades that let's join the lecturers in making sure that they are right. Because it's their right, because the last government they signed an MOU with the WASU, and this was supposed to be honored, but it's not yet honored. The meaning we have a government that is very ignorant. Ignorance is nearest to the stupidity level of this country. So that's it. So we want to say this, that ignorance by the government of Kenya Kwanza, led by His Excellency William Samoei Ruto, and the CS for Education, Ogomba, we want to say this, kindly, do the rightful thing to the lecturers. That's what we can say about it. So we make sure that the comrades, right now the students are suffering. And we want to say this, right now students are idling in the hostels and everything. And let me tell you this, as a country, we know you are going to treble this education system, and we are ready to fight for it. And that's why we are here. Thank you. Asante sana. Kwa kifupi, unadhani kuwa mgomo ambao uliopo, wewe kama mwanafunzi umekuwa athiriki vipi, na kalenda yako ya masomo itaathirika vipi? Unatarajiwa kufuzu lini na suluhisho unadhani linaweza kuwa gani? Asante sana. Kwa majina naitwa Timothy Mapinda, mimi ni mkaaji wa Nakuru. Na mimi nitazungumza kwa Kiswahili ndio nieleze vizuri. Nadhani elimu ni haki ya kikatiba na imewekwa katika ibara ya 43. Na ni haki kwa kila Mkenya kupata elimu katika taifa letu la Kenya. Na yale yote ambayo yanaendelea si kwamba hatuna hela katika nchi hii. Ukiangalia kama bajeti ambayo iliwekewa Wizara ya Elimu mwaka jana na mwaka huu, ni hela ambazo zinatosha kufadhili elimu ya wanafunzi wote katika taifa letu la Kenya. Nadhani hizi dosari ni uongozi mbaya. Suluhisho ambalo tunaweza kupata ni kwamba tuwe na uongozi mpya katika serikali na katika mashule haya ya serikali ambayo tuko nayo. Na nadhani kwa kifupi tu nikimalizia, ni himizo kwa rais
aangalie pia wale watu ambao anateua katika wizara hizi especially ya education. So nadhani ni kwa hayo tu. Kwa sekunde 10 tu, unadhani hatma ya elimu hapa nchini ni gani? Kwa majina naitwa economist Sami Moraya Gishuhi, former student leader at Kenyatta University main campus. What I would like to say regarding the lecturer strike, these lecturers are demanding only 7 billion in arrears based on the CBA agreed upon them, between them and the government. And also they are demanding for 80% salary increase and another 10 billion salary in arrears. Whereas we know that our government has been losing 2 billion each and every day. Okay, what is the solution in 5 seconds? The solution is the government are supposed to honor the CBA agreement between the lecturers and the government. Asante sana Antwin. Ndio maoni hayo ya wanafunzi na viongozi wa wanafunzi katika jiji hili la Nakuru. Wamezungumzia mengi, kikubwa zaidi wakitaka serikali iweze kuheshimu mkataba wa maelewano uliopo baina ya walimu na Wizara ya Elimu. Na kutoka katika jiji hili basi mimi sina la ziada, kwako studioni Antwin. Na asante sana Mike Chalo, ni mwandishi wetu wa habari kutoka gatuzi la Nakuru, hapo akizungumza tu na baadhi ya wanafunzi ambao kilio chao ni moja tu, kwamba walimu au wahadhiri warejee madarasani na pia serikali ijukumike kwa kuwalipa wahadhiri hao. Tunazidi tu kuchanganua swala zima hapa studioni na pia kwenye mitandao. Naona jumbe zenu zinazidi kuingia. Anasema hello, my name is Eric Njuki. Students are suffering, more so freshers. Government should pay lecturers, that's all, or close the university until the agreement is done. Kuna mwingine hapa, my name is Abith, a student from JKUAT second year pursuing Bachelor of Science in Actuarial Science. It's so mind disturbing that our parents have to budget for another semester which wasn't in their plans. Anasema, I pity my mom since we are two in the university. Duncan kutoka Maseno, first year student, anasema, I am really suffering because I only learned for 1 week. All these 37 days I have been spending my time in the hostel. Sasa hadi mzazi amechoka na please call me zangu kutoka kila mara ni kumuomba pesa za matumizi. Please let the government do what is necessary. Ndio baadhi tu ya maoni mtazamaji kutoka kwa wanafunzi wanaotufuatilia kupitia mitandao na vile vile kupitia runinga yetu ya TV47. Na hapa studioni pia wapo wanafunzi ambao wanazidi kutoa maoni yao, michango yao na hali kadhalika, wakituelezea jinsi ambavyo mgomo wa wahadhiri umeathiri masomo yao. Naam. Asante sana. Kwa majina naitwa Franklin Mbeche Babu, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi, Bewa la Parklands. We are here to paint a picture of whatever is happening in the universities, the public universities at the moment. You know, if something is important to someone, important to you, then it is important to you as well. Our lecturers are dear to us, and if anything affects them, we are the victims. Directly, we are the victims. And this is how we are affected in the university. There are four groups. In the public universities, we have to bear in mind that we have international students. The only thing that they are doing in this country is education. They came to learn. They are surviving on their student visa. What the strike is doing now is to prolong their stay here. And it is painting a bad picture of our institutions with the international communities. And also the diplomatic relationship between Kenya and other countries, education-wise, it is deplorable. And the second group is the final year students. Umesikia hapa wamesema walikuwa na mpango yao, mimi nina graduate December, mimi nina graduate mwaka gani, lakini sasa itabidi ule muda ambao walikuwa wafaa kugraduate usongezwe. The other group is the continuing students. Continuing students in the sense that from first year to pre-candidates. Hao watu, for lack of a better term, financially they are malnourished. Financially they are malnourished. And then another effect that comes as a result of that is mental health issues. I come from Parklands campus. You've heard that it's just recently that we were doing candlelighting for 2 comrades who lost their lives as a result of mental health. Na jana pia umesikia maneno mengine ya another one who was stabbed
maneno kama haya, wanafunzi wangekuwa wanaenda, kungekuwa na classes, waadhiri wanakuja kufundisha, maneno kama haya yangetokea. Lastly, the fourth group that is affected with this strike is the students who are able differently. You know, we tend to forget that we have these students in our campuses, and the government or the school don't have laborers to take care of them. So unapata mtu ameathirika ama akona disability kidogo, sasa ni rafiki yake ambaye anaishi na yeye ndiye atakuwa anamzungusha kwa shule, anampeleka kwa chuo, anampeleka palipa kukula, anampeleka classes. Lakini sasa hebu imagine ule rafiki yake mwenye anamsaidianga kufanya mambo kama haya ameenda nyumbani, amebaki yeye mwenyewe shuleni, na ataathirika kabisa. Unajua wengi wetu kutoka UN hatuendi katika maktaba. Hakuna maktaba. So if learning really, if learning entails lectures, then we are not learning. We are reading. Okay. Haya, asante sana kwa mchango huo. Mtazamaji, tunazidi kuangazia athari ya wanafunzi vyuoni, athari ya mgomo vyuoni, wanafunzi wakizungumza hapa kuhusiana na jinsi ambavyo mgomo wenyewe umewaathiri. Tumpate mwingine. Naam. Naam, asante sana. Kwa majina ni Eva Wangu, mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Kenyatta University, mwaka wa 3. I'm a student doing bachelor's degree in Real Estate School of Architecture. And I'm proud to say that I'm the first ever female congressperson in that school. Makofi kwake. Thank you. Tumeathirika sana kama wanafunzi, na wengi wetu hapa wamesema tumeathirika kwa njia nyingi sana. Ya kwanza, unapata matumizi yameongezeka. Unapata mzazi wako alikuwa amekupea 4,000 na akakwambia utatumia hiyo kwa muda, kwa muhula wa kwanza. Unapata mgomo umekuja na lazima ukule, lazima ulale, lazima uvae. So unapata mipango yako imeharibika. Jameni, tutafanya aje? Hilo lingine, unapata kama huyu alivyosema, watu wengine tunaishi mbali sana. Unapata mtu ametoka Shamahoho, wengine wametoka sijui wapi Wajia, na wanataka kwenda nyumbani kwa sababu hawajui fit. Hawajui kama lecturers watarudi kutufunza jamini. Na hawezi kaa pale, pesa imeisha, watakula nini? Lazima waende nyumbani. Hiyo fare hawana, watafanya nini? Na wametoka mbali. Walimu tafadhali wapewe haki yao. Hii mambo ya kupewa ahadi hewa hatutaki kabisa. Kama the government, they are not supporting us. In whose hands are we safe? In whose hands are we safe, jamii? So, mimi kitu naomba tu jamii, serikali ifanye vile inafaa kufanya. Malecturers wetu walipo ndio turudi kusoma jamini. We are tired. We want to finish school. Mimi niko 3rd year na nataka kumaliza. Niko na plans za maisha huko mbele. Maybe na plan kuolewa 2028. Sasa nikidelay masomo yangu jamini, nitaolewa 2027? Hapana. Asante. Haya, asante sana kwa maoni hayo. Tupate maoni mengine. Okay, jina langu ni Brian Omukaga. Mimi ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Jomo Kenyatta, mwaka wa 3, nafanya kemia ya viwanda, kwa kimombo industrial chemistry. Watu wa keme? Naam. That is where we draw the line. Kwa kuchangia tu mada hii ambayo tunazungumzia mgomo wa hadhiri chuoni, imekuwa na changamoto mingi hasa sisi kama wanafunzi. Kwanza kuna ile kucheleweshwa kwa silabasi zimeweza kucheleweshwa. Tumetarajia kuhitimu baada ya muda fulani, lakini tumeweza muda utaongezwa juu hatuna ile mgomo umekatiza. Naam, lingine ni kwa wale wa mwaka wa kwanza, wameweza kujiunga tu wiki moja alafu mgomo unatokea. Kuna ule mwanafunzi ambaye amekuja Nairobi mara ya kwanza, hajui hata maeneo, hajui huku ni wapi, hajielewi, lakini mgomo nao umekuja, amepata ile freedom ya kutembea, freedom ya kufanya chochote. Hana mzazi, hana mtu wa kumwelekeza. Utapata ameweza kujiunga na kikundi kibaya, ameweza kujiunga na watu ambao wanatumia mihadharati, watu ambao wanafanya mambo ambayo hayastahili kama wanafunzi. So hii imeweza kuathiri, hata hawajui chochote atafanya kuanzia hapo. So mimi ningependa tu
omba serikali yetu ya kwamba waweze kusikiza hawa wahadhiri na waweze kuketi chini, waweze kukubaliana, ndiposa waweze kutuambia sisi turejee shuleni. Kama hawatakubaliana hivi sasa, watuambie tu ni vizuri twende nyumbani. Watakapokubaliana waweze nao kutuallow sisi kama wanafunzi turudi shuleni. Ya juu tunaumia, wengi wanainama, wamesema help imeisha, walitupea help, hata kuna wengine walipata help before waingie semester ianze. So the moment wiki ya kwanza imefika, pesa imeisha, wengi wanalia, wamejifungia kwa manyumba, mental health wanakuwa affected. Umesikia UN kila siku wanafunzi wanajiua. So mimi ningeomba tu serikali, tafadhali, let's give priority to this education. Yangu ni hayo tu. Shukran sana. Tunazidi pia kupata maoni kutoka mmoja hapa, Obed Nyabwari. Natazama TV47 matukio kutoka Dar es Salaam. Kutokana na mgomo wa wahadhiri kuna athari nyingi, kwa mfano kucheleweshwa kwa kalenda ya masomo na wanafunzi kupata hasara ya kifedha na pia msongo wa mawazo. Evans kutoka Chuka University. My take is that we should force the university management to close universities and students to go home, so that the government should take education seriously. Naelezwa pia tuna simu. TV47, hello. Hello, TV47. Yes, so tunazungumza na nani? Unazungumza na Liz, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Moi. Chuo kikuu cha Moi. Hali iko vipi hapo Moi? Hapa studioni tunaangazia athari ya mgomo vyuoni. Hapa katika chuo kikuu cha Moi athari ni kubwa, nafikiri hata ni kubwa zaidi kuliko vyuo vingine. Paza sauti kidogo tukusikie. Nasema kuwa athari ya mgomo katika chuo kikuu cha Moi iko tena ni kubwa hata zaidi ya shule nyingine. Kwa sababu sisi kutoka mwezi wa Septemba ambapo muhula ulifaa kuanza, hatujaweza kusoma. Mimi ni mwanafunzi wa mwaka wa 4, nilitarajia kumaliza shule mwaka ujao, ila sasa hatujui kutakuwa vipi. Pia mimi mwenyewe kivyangu nimeathirika sana, kwa sababu mimi natarajia kumaliza shule mwaka ujao kabla wazazi hawajaenda retirement. Na sasa anashangaa serikali ikikataa kulipa walimu, bado sitaweza kumaliza, sijui nitasoma vipi. Hali inaleta stress, na hata si kivyangu peke yangu, hata kwa wanafunzi wote inaleta huo mzongo wa mawazo, kwa sababu tulitarajia kumaliza shule. Sisi ni wanafunzi ambao tuliweza kusoma kwa bidii, tukapita pale sekondari tukiwa na matumaini kuwa our future is bright. Sasa kwenda vyuo vikuu vya umma tena imekuwa zaidi stress kuliko hatuna hata matumaini tena. Haya, asante sana Elizabeth kutupigia simu kutoka Eldoret. Ni mwanafunzi kutoka chuo kikuu cha Moi. Maoni yake ni kwamba chuo kikuu cha Moi kimeathirika zaidi ikilinganishwa na vyuo vingine, kwa sababu tunakumbuka awali wahadhiri wa chuo hicho walikuwa na mgomo wao tofauti. Hivyo basi ombi lake ni kwamba serikali itaweza kukubaliana na wahadhiri ili wanafunzi warejee madarasani. Anasema ni Caleb kutoka Rongo University. My suggestion is that the government may get the cries of the lecturers. Harrison Mutunga kutoka Kenyatta University anasema we stand in solidarity with lecturers across the country and condemn the government's continued failure to fulfill its obligations under the agreed collective bargaining agreement. Zidi kusema nasi mtazamaji, tukiangazia athari ya mgomo wa wahadhiri vyuoni. Naam. Asante sana kwa fursa hii. Kwa majina ni Caroline Mboya, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Kenyatta, mwaka wa mwisho. Naam. Nafanya biochemistry. So nikiangalia vizuri hapa tunaona fahali wawili wanapigana na sisi tunaumia. Si kwa mara ya kwanza, kiangalia kulikuwa na mgomo mwaka uliopita na ulituathiri sana, na sijui ni kwa nini ni semester ya kwanza na kuna muda mrefu sana, kuna the long holiday ambao serikali na walimu wanafaa kukaa chini na kujadiliana ili isituathiri katika hii semester ya kwanza. Mwaka
uliopita tulikuwa na mgomo lakini haukuenda sana kama wa sahi, na tulivyoona tuliona kuwa semester yetu iliathirika na walimu walivyolipwa ama walivyopewa zile promises, walirudi katika madarasa na walipeleka silabasi mbio sana, mbio kabisa. Sisi unajua inatuathiri kwa sababu sisi ambao tunalipa wale walimu tuna feel like we are the affected and we are the victims here. So sisi tunaweza tu sema kama pale shuleni wakati mgomo ulianza, tukaketi kama wiki 2 hivi, pesa unaona zinaisha, help ndo hizo, ni kama pia help waliacha kutupatia pesa. So unapata kuna wanafunzi ambao walienda nyumbani, wengine walienda Kisii, wengine walienda Nyanza. Alafu shuleni kwetu KU kuna barua 2 walitupatia. Wanafunzi warudi darasani. Sasa imagine mwanafunzi anatoka Kisii, anakuja akijua basi atafika pale darasani, then anakuja tunaingia classes tunatolewa. Unaona? Then mzazi ndio huyo tena atume tena pesa ya nini, ya kurudi tena Kisii ama sehemu mbalimbali. Mimi kwetu ni coast. Mimi sasa nikirudi sahihi alafu tena barua tena itumwe nirudi darasani, naona sasa hiyo itakuwa ni shida mingi. Alafu another thing ni hiyo, sahihi tukisema walimu warudi darasani, najua watatupeleka mbio. Sasa tunafaa kuwa na wanafaa kulipwa, hiyo ndio jambo la kwanza. So walimu walipwe, na wakilipwa hatuwezi sema sahihi tuende nyumbani maana sisi hatujafanya kosa. So ile semester ifanye nini, isongeshwe, na ikisongeshwa tunaweza hata kubali tukuje tufanye mtihani January, lakini wa make sure pia wakilipwa zile siku 37 tumerudishiwa. Si ati tunarudi class, tunafunzwa wiki 2, tunaenda nyumbani tunarudi kufanya mtihani. Hatutachezewa hivyo. Alafu another thing is I think the government inachezea vijana sana. Ni sisi tu tulikuwa hapa hii holiday tulikuwa mgomo, sasa hii tena tuko mgomo. Unaona, like mimi na feel hawasikizi wa vijana, hawasikizi vijana kwa sababu sisi tunategemea elimu hii na tunajua tukimaliza tutapata kazi. Maana hata hizo kazi zenyewe hazipo, na tukiendelea kucheleweshwa tutazipata wapi? Naam. Asante sana kwa maoni hayo. Tuzidi kupata maoni mengine. Naam, unaweza kusimama, anza kwa jina lako. Tueleze jinsi ambavyo mgomo huu umekuathiri wewe binafsi, na labda hata unaweza kuchangia kwa kutueleza migomo hii ya mara kwa mara katika vyuo vikuu vya umma inaathiri vipi soko la ajira, kwa sababu sasa kuna watu ambao wameanza kuwa na mentality kwamba these students from public universities are half baked, kwa hivyo inawakosesha kidogo chances pale katika soko la ajira. Asante sana. Kwa majina naitwa Paul Inda, natoka kule maeneo ya Migori, Nyatike constituency, na pia ni mmojawapo wa viongozi wa wanafunzi kule Multimedia University. Niko katika mwaka wa 4 na nafanya sociology. Ningependa kusema ya kwamba mimi kama kiongozi ambao nasimamia wale wanafunzi katika chuo kikuu, sisi pia tunaumia kwa sababu mwanafunzi akikosa ile pesa ya maybe ya chakula, utapata atatupigia simu sisi kama viongozi. Na kama uko nayo utampea kwa sababu anajua wewe unalipwa. Na sisi pia tunaumia. Ikiendelea mfuko yetu, ile pesa kidogo yenye tunapata kama malipo, tunatumia kupea wale wanafunzi ili waweze kupata fursa ya kukula na kuendelea na maisha yao. Na inatuathiri sisi pia kama viongozi kwa sababu tulikuwa na mipango. Sisi kama Multimedia tulikuwa na mipango zetu kama viongozi wa wanafunzi, ili tulikuwa na zile vitu ambazo tulikuwa tumewekea wanafunzi kama mpira ya kandanda. Sasa unaona zimeathirika na hatuwezi zifanya kwa sababu ya lecturer strike. So mimi ningependa kutoa suluhisho ya kwamba tuko na kamiti kule bungeni, waite hao watu ambao wanaongoza hii elimu, kwa sababu unasikia pale wanasema sijui mara 7.7, sijui mara 7.9, serikali pia inasema sijui milioni ngapi.
So waite hao watu wakuje ili waelewane, kwa sababu sisi tumechoka, na umejua after God's power it is comrades power. We shall come out. Mimi nikiwa pale naona lecturers wangu wakigoma pale, mimi najiuliza mbona wasifunge Magadi Road, watu wa KU pia wafunge huku Thika Road, ili tuwalokia hao watu wasipite, kwa sababu hii sasa ni mchezo. Asante sana. Asante sana kwa hilo. Naam, wacha tuungane naye mwandishi wetu wa Machakos kabla sijarejesha hapa studioni, Nicholas Mbai, ambaye pia anazungumza na baadhi ya wanafunzi wa vyuo vikuu kutoka katika kaunti hiyo, tupate kusikia wana maoni gani. Mbai? Nama, shukran sana mwenzangu na kupata vizuri kutoka hapa katika kaunti ya Machakos. Kwani takribani yanaelekea majuma 5 kufikia sasa tangu mgomo wa wahadhiri wa vyuo vikuu nchini kuweza kuanza, na kufikia sasa shughuli kuweza kukwamizwa za masomo katika vyuo mbalimbali hapa nchini Kenya. Na hapa katika kaunti ya Machakos nimebahatika kuweza kupata wanafunzi kutoka katika chuo kikuu cha Machakos University ili kuweza kunifahamisha baadhi ya matatizo ambao wameweza kukumbana nao tangu mgomo huu kuweza kuanza. Na kwanza kabisa nitaweza kumkaribisha, karibu sana, tufahamishe jina lako, unaitwa nani? Angalia kamera hii. Kwa majina ni Augustine Moi, student leader, speaker Machakos University, mwanafunzi mwaka wa 4. Somo langu ni la IT fourth year. Masomo imeathirika sana, mgomo umetuadhiri sana. Wakati tunaofaa kuwa tuna graduate unakuwa affectiwa sana. Kitu kingine ambacho tumekuwa affected nacho ni kuwa wakati huu kujikimu kimaisha hali imekuwa ngumu. Unafaa kufanya kila kitu, kama ni kupata chakula, lakini hamna masomo. Wazazi mle nyumbani hawataki kujua kama kwamba unataka kuitisha pesa lakini usomi. Shida ni hata serikali yenyewe haitaki kutoa ile ripoti maalum ya kusema kama tuende nyumbani ama tusalie shuleni. Lakini cha muhimu tunataka kuomba serikali, tunataka kurudi shuleni, na kama si hivyo tutafanya watakavyotaka tufanye. Naam, wewe kama mtu binafsi umeathirika vipi na mgomo wenyewe? Una pesa, una kitu mfukoni, chakula unapata ama inakuwaje? Kwa kusema ukweli, hamna pesa cha kujikimu, hamna. Unapata hata unasalia masiku 3 bila kupata chakula. So kwa sahihi ningependa kusema kwamba tumeathirika sana. Kwa vile hata mzazi hawezi tuma fedha, anajua usomi, so atatumaje fedha? Nakwambia enda nyumbani, but hujui ile nauli ya kutoka hapa mpaka nyumbani ni pesa nyingi sana. Kwenda kurudi itakuwa pena gharama. Naam, asante sana. Pia nina kaka mwingine. Kaka, karibu, tufahamishe wewe unaitwa nani, ni mwanafunzi? Naomba angalia kamera ile. Wewe ni mwanafunzi katika chuo cha Machakos University, kichuo chako, na vipi kufikia sasa mgomo ndio imekuwaje? Kwa majina naitwa Jacob Chege, I'm the Secretary General Machakos University. Hii mgomo imekuwa kwa muda wa wiki 5. Sisi tunataka kuambia serikali that itabidi walipe walimu. Sisi hatutaki kusikia habari kuwa our lecturers sijui wanalipwa 7.2 ama wanalipwa 7.9 billion. Sisi tunataka lecturers warudi shuleni. Sisi hatutaki kusikia kila wakati wanashinda wakituambia wako mikutano. Wanatuambia next week. Sisi tunataka warudi shuleni. Kama by Sunday midnight hawatakuwa serikali haitakuwa imepeana way forward whether lecturers should go back to class on Monday, we are going to join the lecturers. We are going to protest, and we are going to protest for our right. Education is our birthright. Thank you. Nama, asante sana kwa maoni yako. Na sasa hapa nina rais wa chuo hiki cha Machakos University. Wewe ndio rais. Pale wanafunzi wanasema kuna wale mentally wanasikia wako sawa, lakini kwa jumla wewe kama rais unahisi hili swala nzima la mgomo limeweza kuathiri kwa kiwango kipi? Okay. My name is Ashley Chepwesh. I'm the Machakos University chairperson, and the past 4 weeks has been so frustrating for our comrades, and especially to my end as their president, and I'm feeling the weight of it. Way back from the calendar of the studies that we were supposed to do, the exams are pushed, and time to kurudi sasa lecturers warudi class cannot be recovered now. We come to the issue of internships, because now the students who are supposed to go for attachment will not have the same time, and the opportunities of the jobs are not going to favor them, because the private universities are continuing with their studies, and it is going to affect us on our end because we are not yet prepared.
And the time is short. The semester is almost collapsing, and the government is not responding. This is so bad, and the comrades are feeling so bad. They are so frustrated, and the only hope for them in terms of financial is just help and some further kutoka kwa wazazi wao. This is so frustrating because now they have to go extra mile because a parent cannot accommodate you because now you're not learning and they cannot afford to send money. You have to go back home na wanateseka sana. So we are just asking the government to just kindly respond because we are really frustrated, and education is something that is a right to every child. Because now that you're not able to provide us with free education, kindly pay our lecturers. That is our urge as a university and as a student council. Naam, kuna wanafunzi ambao walikuwa wafanye mtihani, sasa mwezi wa 11 unaenda kuanza. Hawajaanza mtihani, hujakuepo, hawajasoma. Imewaathiri vipi katika kalenda yako ya maisha? Pengine ulitarajia kupata kazi na masuala kama hayo. Ishaathiri already. It has already affected us because we are supposed to have our semester is already on because we are supposed to have our exams in December so that we can move to the next semester. But already we are late, so we are not going to have our exams. And if the lecturers are going to come back, we are not able to accommodate the time that we have wasted to come and recover. For us who are supposed to finish our exams or to finish our education on March, now the semester has to be extended to another month because we have to recover the time that we wasted. And this is so bad, this is so frustrating. Naam, asante sana kwa kuzungumza pia na rais wa wanafunzi katika chuo cha Machakos University kuhusiana na swala nzima la mgomo. Hiyo ndio taswira kamili ilivyo katika vyuo vyetu hapa nchini kuhusiana na swala hili nzima. Mimi ni Nicholas Mbai na rejesha kwenu studio kwa matangazo zaidi. Mbai, mwandishi wetu wa habari kutoka Machakos, hapo akizungumza na wanafunzi wa chuo kikuu cha Machakos. Na kilio chao ni moja tu kama hapa studioni, wakitaka wahadhiri warejee madarasani na vilevile wakirai serikali kuweza kuwafikia matakwa ya walimu. Lakini tumeona wahadhiri wakipatiwa shilingi bilioni 3.1 ili kwamba warejee madarasani. Sijui mtazamo wenu ni upi, kwa sababu wahadhiri wanasema we will only go back if 7.9 billion hits our account. Naona mkono, wacha tuanze hapa kwa sababu una kinasa sauti. Now, thank you once again. So, from us, we're not giving the government a solution. The solution is already with them. The only solution is to meet the agreement that they had, pay the lecturers. Kwa mtandao, napoangalia, government is saying that they want to pay 7.2 million. What about the 624 million? Is it so much money that the government cannot afford? They're using a lot of money to go outside the country to do things that do not even benefit us. Wanaenda kupeleka some of their girlfriends outside there. Yet our education is something that they're not really considering. So the only solution that the government has is to pay our lecturers. Okay. I'm in 4th year. Last year I was in 3rd year. This is the 2nd time in a row I'm being out of class for the same reason. Lecturers are not being paid. Once beaten, twice shy. Lecturers have not been paid the 2017-2021 collective bargain. Bado hajalipwa hii. Mimi nakubaliana na lecturers kabisa. Wasiende katika madarasa hadi walipwe na hadi ile mkataba wa 2025-2029 waweze kukubaliana. Sisi wanafunzi ndio tunaumia. Government lazima itusikize, na kama watusikizi, umesikia wanafunzi, our other fellow student leaders wanasema tutaenda kwenye maandamano. We will do so if the government of the day does not listen to us. Okay. Haya, shukran sana kwa hilo. Naam. Asante sana. Comrades power. Ms. Viva. Haya, tulia kidogo tupate simu, naelezwa tuna simu. TV47, hello? Hello TV47. Habari yako? Salama sana. Unaitwa nani? Unatupigia simu kutoka wapi? Naitwa Rosemary kutoka Budalangi, Buja County. Rosemary kutoka Budalangi. Asante sana kutupigia simu. Mchango wako kwenye kipindi ni gani? Mchango yangu ni vile naathirika sana, niko na mtoto wangu anasoma Egerton University. Aha. Ametoka huko Budalangi akaenda mwezi wa 6 hiyo semester yake ya pili. Aha. Mtoto amekaa kwa shule mpaka imebidi tena nirudishe nyumbani. Na sasa nimeshindwa sasa hivi, sisi wale tunatafuta mimi mama mjane. Pesa naomba kama kusaidiwa tu mtoto aende shule. Sasa kikaakaa hivyo na vile tumesikia kusema hiyo elimu
Sitarudi chini sana watoto wasipenda shule. Kwa nini rais wetu hawezi kukaa chini na ajue kwamba bila elimu hakuna maendeleo katika Kenya? Naam. Sasa kama anaua elimu, anaua masomo, anaua madaktari, atakuwa mtu atusaidie zaidi gani? Ni kuonyesha hii na kinakuja hutakuwa na walimu ama hutakuwa na rais. Arudi chini kama mtu binadamu. Kuliko hizi ahadi anatoa kutoa mabilioni ya kupatia watu. Sapatia walimu. Wadudu kwa shule, watoto waendelee, Kenya endelee. Yeye kama hatakuwa, Kenya haitakuwa. Haya, asante sana. Anayasumbua wazazi sana, tuko na huzuni. Naam. Ni tuko na shida. Watoto wakirudi nyumbani, wataika tabia nyingine sio mzuri. Na hiyo hautakuwa tuko Kenya. Naam. Afadhali rais akae chini na madaktari, warudi watoto wasome, kuliko tu kukaa nyumbani. Kukaa nyumbani ndio tuweze wazazi. Sasa hii mambo ni mbaya, sijaribu kufanya hivyo. Hizo pesa watoa zawadi za kupatia mabilioni, mbona zipatia? Hajue bila mwalimu hatuna daktari, hautakuwa na madaktari, hautakuwa na rais. Mbona afikirie hiyo kitu ndio hawezi kufikizana na wananchi? Anatesa watoto wa Kenya sana. Afikirie watoto wasiende kwa barabara. Tafadhali. Shukran sana Rosemary kwa kutupigia simu. Huyo bila shaka ni mzazi ambaye pia anachangia kwenye kipindi akitaka serikali kuweza kuwajibika kuwalipa wahadhiri, kuhakikisha kwamba watoto wanarejea shuleni kuendeleza masomo yao ili nao wapate kuwa na maisha mazuri ya hapo baadaye. Naam, anza kwa jina lako na pia toa mchango wako. Kwa majina ni Tumia kinasa sauti karibu na kutoka mdomo. Kenyatta University. Kwa wangu nikisema mambo ya strike, like the strike has affected us physically. Unaona vile comrades wameinama hadi hapa viongozi mwili imekora. Haya, tumia tu kinasa sauti, usisonga songe ili tusikie. Ingine nasema mentally, like watu wamesema watu wanafunzi hakuna kenye wanafanya shuleni. So unapata hadi wakienda wanatembea hakuna kenye wanafanya, ama pia utapata wanafunzi wengine wanajiingiza maybe kwa vitu zenye hazifai. Na spiritually pia spiritually sisi tuko spiritually drained because tumomba government sisi pamoja na our lecturers ya kwamba wapatie pesa zao, because lecturers they are right, si ati nini wanaomba, they are right because wanatufunza na hawapewi pesa zao. Mimi naomba government na Ministry of Education wakuje wapatie the lecturer pesa zao. Na mwisho kabisa ndio umesema wamepewa hela, sio, but hawajapewa hela yao ya kutosha. Wapewe pesa zao, na si kama itakuwa hivyo, si viongozi kwa comrades si tutaenda kwa njia to demand our rights, because tumekaa sana, tumebaki na almost 2 months semester ishe. Na tukikaa hivi mimi sioni kama tunarudi shuleni. So tuseme hii semester yote imeisha, pesa tulipewa, watu hapa wengine wamesema tuko na hizo loan inabidi tulipe, lakini hatujafunzwa. Kama sivyo hiyo loan tumepewa itolewe, alafu wengine mwaka inakuja ndio saa tuanze. Shukrani sana. Asante, mpe kinasa sauti aliye kando yako, alafu tayari tuna kimoja hapa. Kwa fursa hii, kwa majina ni Abednego Mandera. I'm a student at the University of Nairobi. Langu kwa kuchangia ni kukumbusha the Ministry of Education that education is our right, our life and our future. So it is not right when they are now trying to limit us in a way that we are taking too long and they pass through the same system. They are moving around telling us of their degrees, their PhDs, and they are the same people who don't want us to have those papers that they have so that we can go out there and be like them. And then to finish, let us make it that walisema the lecturers are demanding 7.9. The government said they have paid 7.2. So walikuwa na deni ya 624 million. And then now we are told wamesha kubaliana, wamepea lecturers 3.21. So I'm asking now, if this is not a game, why is it that you said you owe the lecturers 624 million and then you are paying them 3.21 billion? Yeah.
Haya, asante sana. Kwenye mitandao na wamuona Benjamin anasema a second year student in Kenyatta University, the school administration and the Ministry of Education should consider both the welfare of students and the sacrifices our parents are making. They keep sending us memos, calling us back to classes, yet when we return, we find empty lecture rooms waiting for us. This situation has left many students stranded within the school doing nothing while others are getting distracted or engaging in unproductive activities. It has created disorder and frustration among students. Therefore, for the safety of well-being of students, I strongly urge the administration to suspend this semester until a concrete agreement is reached between the lecturers and the government. Wacha tusikie Kisii wanasemaje. Tunaye mwandishi wetu wa habari Alfayo Kombo. Alfayo, wanafunzi wa vyuo vikuu hapo Kisii wana mtazamo gani kuhusiana na mgomo huu wa wahadhiri ambao sasa umeingia siku yake ya 37? Na asante sana. Ni siku nyingine ambapo tunaingilia masuala ya elimu, ambapo tunaangazia mgomo huu wa wahadhiri ambao umeendelea sasa ni zaidi ya mwezi, huku baadhi ya wanafunzi wakiendelea kutabika. Tunazungumza nao watueleze baadhi ya changamoto ambazo wanapitia kifedha, kiafya, kiakili pamoja na kuhitimu kwao. Tutakuwa nakaribisha pengine muweze kufika hapa, utueleze jina lako ni nani hasa. Je, unahisi kwamba mgomo huu wa wahadhiri ambao unaendelea unawaathiri vipi kuhitimu kwenu na hasa wakati unaendelea kwa afya yenu ya kiakili? My name is Swidika Wawire, a third year law student, and what I can say about the strike is that it has really affected many students around the campus, especially on the budget. Most of them had budgeted for the semester, and you'll notice there is a high risk of the semester being postponed to the next. What I can say on the strike is that the government and the UASU should sit down and agree on the payments so that all the students can resume their studies. And the thing is, some faculties are having some lecturers teaching them, some are not. So you see, we are divided as a university. We have to come back, all of us, and have education, since it's our right to have their education. Then it's affecting us kind of because we are really spending the money we could have spent while learning, yet there is a higher chance that the semester might continue next year, which will affect the budgets and our mental health also, because I cannot sit here reading all the 4 months, then I can't sit for exams because I don't think they'll allow only one faculty to have exams, yet the others were not reading. Yes, it will highly affect us since like for our instance, we normally have 2 attachments, which we are supposed to do maybe 3 months. And since there is a higher chance our semester might resume late, that also could be affected. And there's no way we are going to start our career without the attachments. Lastly, what do you think the government should do with UASU so that we can get a permanent and a resolution over these strikes now and then strikes? What do you think should be done? The only solution here is the government to pay the lecturers, because they can't work. They studied and managed to get the job, so they should be paid for the work they are doing. So the only solution is the government to pay the lecturers and stop making false promises. Okay. My name is Jeremiah, and I'm a third year law student here in Kisii University. On the solutions that the government should sit down with UASU and try to solve is that the government should put its priorities right. Education is one of the most critical sectors in our economy, in every country, in every nation. Same to health, same to agriculture. So education should come first, health and such. But we see other priorities, money being channeled to other events in the country, yet our lecturers are clearly on strike. For example, recently we had over 700 million being channeled to the Mashujaa celebrations in Kitui. That kind of money, should it be prioritized to such events which only take for 1 day, or they should be channeled to important aspects of our nation like education? So priorities of the government should be in the right place. That is what they should do.
always from every year to the other. How is it affecting you guys mentally, and do you feel like this bring a gap in the market? Yeah, first of all, it is affecting us mentally. Of course, some students are happy, they are on break and holiday, but most of us are affected in that mentally we know that when we resume, we will have to study under pressure. You know that expectation that you have to cover the entire semester's content within maybe 1 month and then sit exams, you understand? So the job market is going to be affected in that the employer will know that you had gaps in your studies, you know. You probably studied that medicine course within 2 months of a semester. They will remember that this is the group that were on strike. So if you're the employer, it is so hard for you to employ someone you know, probably they do not get the substantive content that they need for that field. You get? Yeah. Kwa sasa tunaona wanafunzi wengi ambao wanasoma huku wameingilia biashara, wengine wameingia kwa shughuli zingine ambazo hawako wanatarajia kwamba wangeingia. Kwa mfano, utapata wanafunzi wengine wameanza kuuza bidhaa mbalimbali, tuseme wengine wameingia kwa biashara ndogo ndogo kama kuuza biashara za mayai, kuuza nyanya, kuuza mboga, na wengine pia wameweza kujitafutia tukazi twa kujistiri, tuseme kama kwa sehemu za kujiburudisha na mahoteli. So wanafunzi wameanza kupata shida kwa sasa. Yeah. Okay, we'll see. Okay, again, I'm called Derek Omondi Otieno. I'm a first year taking medical lab science. The only thing I can also add is that the government should just pay our lecturers because they are there for us and we really need them as students. So the only thing I can say, the government should just pay them and then ensure that they are well catered for in terms of finance and all that they need. So the only thing I'm urging our government to do is that just help them, pay them, so that the services they offer to us could resume. Thank you so much. What is going on? Is it what you expected as a first year when you were joining your campus? No, I never expected something like this. Yes. So I surely never expected because I just knew that like in high school and in primary school, I just knew that in campus there's nothing like strike because I normally see it, but I never imagine that they could be because I normally know that the government normally the only thing that they do is that they put education first before everything. So I never expected. Mi ombi langu ni tu serikali ilipe au walimu. Na asante sana Andrin Kilemi. Ndio hombi la wanafunzi wengi ambao kufikia sasa tu wanaendelea kupitia wakati mgumu, huku wengi wakiwa wamegharamika wakitoka nyumbani, wengine wametumia daladala, wengine pikipiki kuhakikisha kwamba wamefika shuleni. Na cha kustajabisha ni kwamba wanafika wanapata masomo hayaendelei. Sina la ziada ila kurejesha usukani kwako studioni. Langu jina ni Kombo Alfayo kutoka Chuo Kikuu cha Kisii. Shukran sana Kombo Alfayo. Hapo anazungumza na wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Kisii, mojawapo ya chuo cha umma hapa nchini Kenya, na ni baadhi tu ya wanafunzi walioathirika na mgomo huu wa wahadhiri ambao umeingia siku yake ya 37. Wanafunzi wakisema kwamba umewaathiri kimawazo, umewaathiri kifedha na vilevile umeathiri mkondo wao wa maisha, jinsi ambavyo wangetarajia kuhitimu kutoka shuleni na kujiunga na soko la ajira. Wacha tupate kauli za mwisho hapa studioni. Tutaanza nawe, nyanyuka kisha anza kwa jina lako. Asante kwa muda huu. Kwa jina ni Victor Franklin, mwanafunzi katika Chuo Kikuu cha JKUAT. So niruhusu nizungumze katika in 3 lenses, just as an ordinary student na kama medical student and how nje vitu ziko. Actually ukiangalia someone ameingia tu campus in a few, but then sababu ana cha kufanya anapata sites mingi za sherehe huku nje. From Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, then Monday, Tuesday za hangovers wakitulia. So kuna hiyo focus. Actually there's nothing as bad kama hii strike. It's not a loss of time, lakini ni they lose in momentum. Ya kukuja back focus ni ngumu sababu watu wanafanya vitu mingi huku nje.
Then another thing, in medical school huwa tunakuwa na 3 semesters from September to December, then January to April, then May to August. So tukisema kwamba they'll come to pay those 37 days, sijui watailipia wapi, because the whole of the year is covered. So it is tricky. Kumaanisha there is a loss of the dignity of education. Kumaanisha at some point itakuja tupata we'll have people ambao watakuwa half-baked. That's vile umesema. Because the stipulated and the standard time ambayo inafaa carry out in your study haujawezeshwa. So kumaanisha kutakuwa na hiyo pressure, and that is where the standard education ya Kenya itakuja kurudi chini. And I keep wondering, we see leaders huku nje wanasema we want to be like Singapore, and for that standard kuna the quality of education. So once may deprive the country of education ambayo inahitajika, then I don't think if that is possible. Kwanza, let's put important things first, then I guess we'll be okay as a country. Okay. That is my take. Thank you. Shukran sana. Asanti kwa fursa hii. Majina ni Chepkemoi Jacinta. Mimi ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha JKUAT, sorry. Niko third year. And my take personally, as individually, many affects like uko as a state whereby uko confused, ujui kama utaenda home alafu after a while utaresume. Juu kama ya last time nilienda home Friday alafu akaresume Monday, though hawaku taking time. So my request is the government to pay the lecturers alafu warudi. Ama kama if they want watuambie tuende home. Sasa wanasema wametoa shilingi bilioni 3.1 kwa wahadhiri, lakini wahadhiri wanasema it is not enough. Do you think it is justified kwa wahadhiri hawa kusema kwamba hatutarudi hadi pale ambapo mtatulipa shilingi bilioni 7.9? Yeah, it is justified because it's their rights. Yeah. They have to be paid what they deserve. Haya, asante sana. Naona hapa alafu tupate pale. Asante sana kwa fursa nyingine. Utaniruhusu niongee kwa lugha ya Kimombo. I keep looking at the way these leaders handle some situations in this country, and I wonder, how do you interdict, you give 40 lecturers letters of interdiction because they went out to strike because you did not honor what you had told them before? How do you kill people wakienda maandamano because of something that has occurred? It is very sad that leaders do not really know, or maybe they know, but they just act out of their own ignorance or something, because we both know that they also know what to do. Yeah, I think it's also an issue of priority, because you can't say that government haina pesa. They have the money. Utaona, they go out there, do their campaigns, distribute money out there, but back in school, they know that they need to pay lecturers to come back to school. I had, there was a Senate sitting in 1st October, and the CS was being asked by Senator Sifuna that why are teachers not paid and why are students outside? And he was just open. He said that the CBAs have not been honored. So what? You're the CS, we're expecting you to tell us the way forward. You're just leaving things, you're suspending things into the air and everything. So kindly, we are requesting the government to honor the CBA that they had promised to the lecturers, and kindly allow us to go back to school. There are some wrongs that you can commit to fellow citizens, and we may excuse you. But the big question is this among the wrongs? You know well that you're supposed to pay these lecturers, but you have chosen not to. It's an issue of priority, or prioritizing other things that are not even benefiting the students. And I feel like the youth have been neglected, but are being asked to go and take votes to vote for the same people. It doesn't even make sense. Yeah, we have been mishandled totally, like the youth, starting from maandamano to education, everywhere. I feel like they need to empower youth more, and it starts with education. Let us empower the next generation by actually
taking us back to school. Okay, asante. Kwa dakika moja, wacha tuanze hapa kisha tuje hapo. Nyanyuka. Asante sana. These are my closing remarks. In 1 minute. In 1 minute. Education is the only hope for a developing country. And so let education not be held hostage to labor disputes. We have seen the VCs of various institutions issuing memos to the students that they should resume classes. Who is going to teach them? Let the VCs be in solidarity with the lecturers so that this issue is solved for once and for all. We don't want to come here next year in school and there is another strike notice being issued. Okay. Thank you. Thank you. Yeah, dakika moja. Okay. So, the solution right now, we as student leaders, let's join the lecturers. Let's go to the streets every day, starting from tomorrow. Because when you stay in school, hakuna kitu itafanyika. Every day, mfunge Thika Road, Mombasa Road. Every day, don't stop it until the government pays the lecturers. Period. Okay. Why should my friend who took a diploma after feeling less of a candidate in Form 4 now be living a better life than mine? Is this a punishment to me for getting C+ and above, the grade for attending a chance in the university? So I urge the government that 7.9 billion divided by around 10,000 people, that's not much of money. You know, we are looking at the figures if it's going to an individual. This is a unit. UASU as a unit has around 10,000. That's like if you approximate, you know, to the lesser digit. So the government knows very well what they are doing, and I agree with my fellow students who are now saying that the best solution maybe is to join them, the lecturers in the road. So my parting shot is this: the government should stop what I call incongruent appropriation. They are misplacing their priorities. Trust me. When the lecturers come back, they'll come back with a post-UASU strike trauma. They'll come back with mental health problems, and they'll take us at a very wrong speed that will lead to SUPs, discontinued, and a lot of sexually transmitted degrees. I'm just a boy child. I have nothing to offer once they start transmitting grades sexually. So please, we will either join the lecturers on the road or the government just take heed to what the lecturers want. Sawa. Joining the lecturers is inevitable. Number 2, the indictment of the lecturers. Sana shangaa, mbona wanataka kulipwa na hawajatufunza? That's the other thing. Number 3 ni wanafunzi waende nyumbani, wa relax, mpaka tukue na solution. Thank you. Okay, mine is just to add on saying that as long as this strikes continues, we can see it has begun to sow divisions even among the lecturers themselves. And there are those lecturers that they're going to class to resume their work, but there are other lecturers who can't agree with that. So it's creating a lot of, it's tainting a bad picture to the university premise, because there have been reports of both physical and verbal altercations in the university premise. So I think the government should just work on resolving this issue, because if at all the government says that education is the key to success, why is it making it so hard for students? Yeah, thank you. Okay. Thank you. I stand in capacity as a mediator. My parting shot is, where two people converse sincerely, a solution must be met. Therefore, UASU and the national government should think about cross that line. Let wisdom prevail over standoff. Thank you. It is getting hot and hotter. Comrades are breathing fire. So what I can tell them, bearing in mind, as we want to be like first world countries like Singapore, we need to underscore and understand that the reason why those countries are superpower, they have superpowered their own people through academics. So not the way around. So we need to superpower our own people through academics, foster academics. Mulipe UASU. Thank you. Yes, thank you. Before I give my parting shot, I would like to say I think SOE has been sent here by the government. And nauliza mbona lecturers are demanding to be paid. So isi umemaliza degree yako. Si lecturers wamekufunza. So he's saying that lecturers are demanding to be paid. What have they done? They have been teaching us. And we demand them to be paid na hata ya 2025, 2029 walipe before waanze kazi. Juu sasa ni mchezo. My parting shot, the $64,000 question.
My $64,000 question is to our government, our members of parliament. They're the ones who are supposed to provide oversight to these ministries, particularly the Ministry of Education. What are they doing? We have committees that have been established. We have a committee that is supposed to look into matters of education in the parliament. What are they doing? They're supposed to be speaking up, but they're silent. This is a wake-up call to us as the youth. Tuchukue kura, 2027 tutoe hawa watu. 2027 mimi niko kwa ballot pale Lang'ata. Ambia Zalango mimi namtoa. Aya, kwa kumalizia. To Zariba told to what he said, I've not been sent here by the government of the day. As a master's student also, I'm in my final year of the master's program. I intend to go and vie in Bomet East constituency as a member of parliament come 2027. So coming here to say that I've been sent to come and say the government's voice is wrong of my brother. And we are here to say that we cannot just continue having our students sleeping in the hostels and spending monies without necessarily having education going on. The court ruling is supposed to be delivered on 29th of November, I think. What is going to happen between now and then? If the lecturers have been checked for the past 7 days, do we have an assurance that on the 40th day we'll have something happening? Let us continue agitating and telling our brothers and sisters to join the lecturers on the street, and the government, we are asking them to pay. But if they haven't done so up to this far, do we have confidence that they would? And should we still continue to be in the state that we are in? That is all what that was just trying to pass across. Yeah. Short one, let the government set aside the money for help so that we can be given that money, because that is the time that we'll be starting our next semester. Two, I'll still insist, let the Council of Governors, the committee that is in for education, together with the parliamentarians, to come out and stand with the comrades, because they passed through this. That is why they are there where they are today. Thank you. Okay, my parting shot will be, yes, let us have a clear communication from the government that now that they're having a consultation, they're having the negotiations, how long are we going to stay in those rooms waiting for them? Let them tell us that we are giving you this period, go home, let us settle the matter, then come back at this time. We don't want unclear communication where we are receiving memos from the school, yet the lecturers haven't been paid. So please, the government, honor the CBA agreement. Thank you. Haya, nitachukua maoni mawili ya mwisho kisha tufunge. Thank you. My name is Mwane Manyanze. I'll take the least time possible and say that the government should stop encouraging mediocrity and stupidity. I say this because of two reasons. Number one is brain drain. The president and his cronies have been seen severally telling the Kenyan people that they are busy looking for work abroad and the Kenyan people should apply to go abroad. That is number one. Number two is something that the government is calling the Nyota program. One of the eligibility requirements for this Nyota program is you have to be, the highest level of education you can have is a Form 4. Sasa, the university students, don't they have brains to work? Because when you put the eligibility requirement to a Form 4 and below, that means that the university people and anyone who has passed education past Form 4 does not have a business to do business. Does not have a brain to do business. That is just wrong, and that is why I'm saying the government should stop encouraging stupidity and mediocrity. Because the money to pay lecturers is there, but the government will rather use this money going around the country chanting Bwegze, Bwegze, Bwegze and two-term instead of allocating this money to pay lecturers. The last thing I want to say is university students and young people across the country, this is the time to be registered as voters. Because if we allow this Bwegze, Bwegze, Bwegze and two-term to go on everywhere, we will suffer. Thank you. Haya. It is so unfortunate that my school ID will finish school early than me. My urge to the government is that if we'll go home, let us be sure that they'll pay the lecturers, and when we come back, this thing will not happen again. Then number two, let us stop this thing of negotiating, because you broke the social agreement. You had agreed, we'll pay you at this date. Then, umepitanisha.
You are expecting them to listen to you uwapepe pesa less that you will pay the other one. Thank you. Asante sana. Na mtazamaji, tumekuwa tukiangazia mgomo wa wahadhiri vyuoni. Kumbuka ni mgomo ambao umeingia siku yake ya 37 hii leo. Wanafunzi wakiwachwa kwenye njia panda, wasijui iwapo watasalia shuleni wakisubiri mwelekeo kutoka kwa serikali au wataelekea nyumbani. Na wengi ambao tumezungumza nao hapa studioni wanapendekeza kwamba iwapo serikali na UWASU hawajaweza kuelewana, basi wanafunzi waruhusiwe kuelekea nyumbani ili waweze kutumia muda wao jinsi inavyofaa. Na Muona Onyonki Omboga Zakari anasema the issue of suicidal is due to hard times here in Machakos. Anasema I am a victim. Education is not a luxury but a right. Kutoka chuo kikuu cha Machakos. Dan kutoka Multimedia University anasema how lecturers should be paid with immediate effect because ni kama wakiendelea hivi watu watawacha masomo. Elizabeth kutoka chuo kikuu cha Maseno anasema huu mgomo umeweza kutuathiri sana hapa, tuko kwa nyumba, hakuna kwenda mahali, njaa tupu inatumaliza na serikali ifanye jambo ili tuweze kurejea madarasani tusome. Mwisho kabisa anaitwa nani? Moses Onyango kutoka KU anasema we want to learn but how can we focus when our lecturers aren't teaching and our pockets are empty? Some students are being locked out of hostels, others are skipping meals, and yet we are expected to remain in school as if everything is fine. Asante sana mtazamaji kwa kufuatilia kipindi hiki na vilevile kwa mchango wako kupitia njia ya SMS, kupitia mtandao wetu wa Facebook, kupitia pia kwa njia ya kutupigia simu. Bila kuwasahau wanafunzi waliofika hapa hii leo kutoa mchango wao kwenye kipindi. Natumai kwamba wale walengwa wameweza kufuatilia kipindi, wamepata kusikia kilio chenu na kwamba the necessary will be done. Asanteni tena sana kwa kufika hapa studioni kuzungumza nasi. Ni wanafunzi kutoka KU, JKUAT, University of Nairobi, nimesahau Multimedia na chuo kipi kingine? Na wengine sasa mitandaoni kutoka Maseno, Rongo na kwingineko. Asante sana mtazamaji, nimekuwa wako Andrin Kilemi. Nitakomea hapo kwa sasa. Wanasema ngoma ikipigwa sana huenda ikapasuka. Hii yetu isije ikapasuka, lakini baada ya dakika kama 9 hivi nitakuwa ninarejea papa hapa kwa taarifa zetu za saa 7 mchana. Kwa heri kwa sasa.